Itakwenda moja kwa moja katika kikao chetu ambacho kinaongozwa na Bi Msafwari kutoka kaunti ya Mombasa na Miriam Migomba kutoka Dar es Salaam Tanzania, pamoja na wewe shabiki sugu. Tuangalie swala moja la je, endapo itatokea kwamba walio kwenye ndoa mume amejua kwamba watoto ambao amewalea na mapenzi sio tu hela peke yake, hata mapenzi inaleta umoja katika baba na mtoto, aje agundue kwamba wale watoto si wake, yani ni wa baba mwingine, na wakati amewalea akijua ni wake, kitu gani cha kufanyika? Amini usiamini Rashid, jumbe nyingi kutoka kwa wanaume ambao ni kina baba. Wajua wengi wanasema kwamba wataendelea kulea. Na mimi nilikuwa najua leo watawaka zaidi, watasema itakuwa ni vigumu. Sijui Bi Msafwari na Miriam Migomba, maoni yenu ni yapi kuhusiana na mjadala wetu siku ya leo? Tukianza na wewe Bi Msafwari. Naam, ni kweli unaweza kuwa unalea na ikawa kwamba hujui kama mtoto si wako na ukaendelea kulea. Ukijua mapema ni vizuri dhani ulee na kumbe mtoto si wako. Kwa hivyo kama umemlea na ulikuwa unajua si wako, hapo ni makosa. Lakini kama yamejulikana na we mwenyewe ulikuwa unamlea, huwezi kumkataa, manake yule mtoto bado ni wako. Manake baba ni yule ambaye anaelea. Na nataka kuambia kwa siku hizi ambazo tuko nazo, siku hizi watu wengi wanalea watoto wasiokuwa wao. Labda kama wataanza kufanya DNA ifanywe mapema hospitali mtu ajue, lakini ukweli wa mambo, we lea akuite baba, lakini watoto wengi si wale wamezaliwa. Wanaojua baba za watoto ni mama, ndio wanayejua baba mtoto ni nani. Kwa hivyo mimi sioni kama kumlea mtoto na kama si wako utakuja kusema kwamba si wako usimpende. Na je, ulimwonyesha mapenzi? Lazima yule mtoto atakuchukua kama babake. Kwa hivyo hata ukija kugundua kama si wako, wacha kwako iwe ni siri, lakini yule mtoto asijue. Dembo zito hilo. Miriam, kama ulimlea ni babake. Wanasema siku zote mtoto hana kosa. Kosa liko kwa mzazi ambaye namaanisha ni mama. Leo hii umempataje mtoto? Kwa sababu wewe tayari upo katika himaya ya mtu, na maanisha ni mume. Umeona, labda kuwe na makubaliano baina ya mke na mume kwamba unajua kabisa kwamba mume wangu ana changamoto ya uzazi. Kwa nini nazungumza mume wangu ana changamoto ya uzazi? Kwa sababu kuna watu hawana hii elimu kwamba leo hii mtu anaona kabisa ana uwezo lakini Miriam, wa kuweza kufanya tendo. Miriam, hapa nataka tulizungumzie kwa mtu ambaye ni mwanamume ambaye ni rijali, ako sawa, ana changamoto, ameoa mke wake ambaye ana changamoto, wamepata watoto wao, lakini haja agundue kwamba baadaye kuelezwa kwamba yupo ambaye sio wake. Mtu ambaye kwa kweli kiafya wote wako sawa. Wazapata wa kwanza ni wake, wa pili ni wake, wa tatu sio wake, na wanne ni wake. Kama wa kwanza ni wa kwake, wa pili ni wa kwake, wa tatu si wa kwake, kuna kitu cha kujifikiria. Lakini pia inawezekana kama ulivyosema kwamba kiafya yuko vizuri, yani kaenda hospitali kapima, kahakiki, mwanamke kahakiki, lakini hatimaye si mtoto wake. Mimi ninachotaka kuzungumza ni wanaume wachache wanaweza kupokea kama naweza kulea, labda awe na hofu ya Mwenyezi Mungu, lakini baadhi ya wanaume wengi hawawezi kukubali kulea mtoto ambaye si wa kwake. Lakini hapa kuna swala ambalo tutaka tuzungumze, kwa sababu kuna mtu ambaye amekuwa na mtoto, amemlea kama wake, amempa elimu ya msingi na ya upili, amempeleka hata kama ni chuo kikuu wapi atakavyofanya, mpaka amemrithisha, amemwandika katika urathi wake kama ana mali pia mwenyewe kidogo alichonacho ameanza kumpangia, alafu aje agundue siku moja apewe taarifa na mke ama kupitia rafiki amfanye mke aseme ukweli kwamba kweli huyu uliye naye ni sio wako. So unasema afanye nini? Yaani maisha yake yote ameweka kwa mtoto wake, alafu sana anaambiwa kwamba leo sio yani labda Rashid. Naam Miriam. Labda ni awe na utu Rashid, awe na utu, awe na ubinadamu, lakini ukweli itabaki kwenye ukweli kwamba lazima amwambie kwa nini usiwe muwazi. Kwa sababu Rashid, leo hii picha inayokupa huyu mimi ni mtoto wangu,
lakini kesho na kesho kutwa waambie huyu si mtoto wangu, kwanza itamnyong'onyesha na itamnyima raha. Na baadhi ya wanawake wako wanawake wa namna hiyo kwamba wanaficha, lakini wanaficha kwa sababu gani? Wanaficha kwa sababu mtoto asije akakosa malezi. Wanaficha kwa sababu mtoto asije akatengwa, akatengwa pande mbili, akatengwa kwenye familia, akatengwa na huyu baba. Unajua Rashid, tuongee ukweli. Kuna mwanamke mwingine anaingia kwenye ndoa lakini bado yuko na uhusiano wake watoka zamani. Umeelewa? Anaingia kwenye ndoa bado yuko na uhusiano wake watoka zamani. Kwa nini kimemfanya ameingia kwenye ndoa? Huyu aliyekuwa naye kwenye uhusiano hana vigezo vinavyokidhi maisha anayoyataka yeye, lakini ana vigezo vinavyokidhi maisha ambayo anayoyahitaji yeye kwenye mapenzi. Unajua pesa na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Baada ya hapo sasa, anapoanzisha kwenye hii ndoa yake, kumbe yeye anajua. Ndio maana kama alivyosema Bibi Safari kwamba anayejua baba wa mtoto ni mama. Hilo lipo, lakini kwa wakati mwingine mama asijue baba wa mtoto, akawa anajiuliza mtoto huyu wa Rashidi, mtoto huyu wa nani? Lakini anasema kitanda akizai haramu. Inafika mahali anaingia kwenye ndoa, anaingia na ujauzito, na si wanaume wote wanaojua kwamba mwanamke huyu leo hii nilianza naye maisha ya ndoa ni mjamzito. Ni wachache wanaume wanaojua. Inawezekana katika safari yetu ya uhusiano wewe ukasema kwamba nikakwambia mimi sijaona, lakini wao kaamini sijaona, na baada ya hapo mwezi ukafuata ukanioa. Lakini kuna baadhi ya wanawake leo hii wanaoanzisha safari yao za ndoa wana uhusiano na wanaume wengine kabla. Lakini pia kwamba huyu mwanaume leo aliyemkuta huyu mtoto ambaye mwanamke ameshindwa kuweka wazi, amekuja kutambua baadaye. Sasa inategemea na mapokezi ya ule mwanaume. Kuna mwanaume mwingine kiukweli hawawezi, wana misimamo yao na misingi yao, na kuna mwanaume mwingine hana mtoto hata wa bahati mbaya, si wa kusingiziwa, wa bahati mbaya, hana namna, tayari anajiuliza jamii imejua. Kama jamii haijajua, inabidi apige siri yeye na yule mwanamke. Lakini jamii ikijua, ataona aibu kwamba jamii ishajua kwamba huyu mtoto si wa kwangu, japokuwa nimemrithisha, japokuwa nimemsomesha, japokuwa niko naye karibu. Unajua Rashid, kuna vitu vimeumbwa na haya. Tuongee ukweli. Hakuna kitu kinachoumiza kama leo hii mwanaume akiambiwa huyu sio mtoto wako, alafu jamii imejua. Na anachozungumza Miriam kwa kweli Lulu ni swala nyeti, kwa sababu huwezi rudisha kile ambacho uliwekeza. Maana kumbuka wakati ulikuwa unawekeza ile kwako hautarajii malipo, ulikuwa unamfanyia mtoto wako. Sasa ikija ikitokea kwamba si mtoto wako, huwezi kumwambia yule mke kwamba mbona ulifanya hivi kwa mlaumu. Kwa kuna vitu viwili hapa vinaweza kufanyika. Cha kwanza ni mwanamume ambaye anasema kwamba ikiwa hili jambo hujawaambia watu wengine na pia hujamwambia mtoto mwenyewe, naomba usimwambie. Lakini mimi nitaendelea kumlea kama, kwa sababu anaona ile aibu, dharau, matusi atakayopata. Kwa anasema kwamba naomba unistiri kwa hili. Umenikosea kweli, lakini ibaki siri yako, mtoto. Na kuna wapili ya kwamba kwa sababu ulinisaliti mwanzo kisiri, na pia ukadanganya katika usaliti, atakwambia kwa mimi naomba kwa heshima, naomba uende zako, na huyo mtoto yuko kwanza sasa pia nimeacha. Na kuna mwingine atakwambia kwamba mimi nimekosana na wewe, lakini kwa mapenzi ndio nao na huyu mtoto, hata kama utaondoka naye bado mimi anichukulia kama baba, akiwa na shida nitamsaidia. Na kwa hiyo inategemea, lakini si swala rahisi, ndio maana hata wanawake wanaogopa kulizungumza. Ngoja nimuulize kitu Miriam, kwa faida ya yule mwanamke anayotazama kwa hivi sasa. Je, kuna haja ya mwanamke kumwambia mume wake kwamba huyu mtoto nambari fulani sio wako? Kuna haja ya yeye kumwambia mume wake? Hakuna haja Lu. Na kwa hiyo Miriam haja ni kwamba azidi kumdanganya. Bibi Safari, kuna haja? Ni bora umdanganye. Ngoja nikwambie Rashid. Tuongee ukweli. Mtu atakapokuja kumwambia mume wake ati huyu, mimi si kwamba nawatetea wanaume. Hakuna kitu kinachoweza kumuumiza mwanaume kama akijua amesalitiwa. Alafu katika kusalitiwa pia mwanamke ana ujauzito wa huyo mwanaume aliyemsaliti. Mwanaume huyu anaweza kunywa pombe mpaka akafa,
Mwanaume huyu anaweza kuchanganyikiwa mpaka akafa. Mwanaume huyu anaweza asione thamani ya magari yake, mali zake, kila kitu, akajiona yeye kwamba hana thamani, japokuwa hospitali wamekwenda, yani ana uzima wa kila kitu, ana uzima wa uzazi, ana uzima wa kila kitu, atajiona ana mapungufu na asithamini hata ile mali aliyokuwa nayo. Ukweli kabisa. Unaambia ufe kio. Ni bora ni bora nidanganye na iwe siri yangu mimi kuliko hata kumwambia yule mwanaume ambaye aliyenipa ujauzito. Kuna wanawake wako hivyo, unajua, yani anakufa na siri yake, amwambii mamake mzazi, amwambii rafiki yake, hamwambii hata yule mwanaume aliyempa ujauzito. Yani anakufa. Kuna wanawake leo hii wamekufa na siri zao. Kuna watoto ambao unawaona sasa hivi wamerithishwa mali, mwanamke kafa na siri yake. Lakini kinachokuja kuwashangaza binadamu sasa hivi, labda mtoto aumwe, anahitajika damu, alafu inapoenda kupimwa pale inagundulika kwamba huyu si baba wa mtoto, lakini mama kafa. Unajua itakuwa kukianzishwa sheria, ukizaa tu mtoto mnafanywa dini. Lakini najua kuna jambo nyingi mnasema kwamba ni bora adanganye. Unachukulia kama ni jambo dogo. Yaani mume akalee mtoto. Umemsikia Bi Msafwari, linda ndoa. Acha ulinda ndoa yako. Kwa kumfanya mwanamume mjinga. Sio kumfanya mjinga. Ni hivyo unasema kwamba. Yaani hataki akuumize roho. Kwa hiyo haja niumiza. Itakusaidiaje ukijua kwamba huyo sio wako? Haitakusaidia. Ushasomesha, ushampeleka university. Bi Msafwari, neno lako la mwisho. Kina baba wameshtuka hapa na wamekasirika pia ndani ya studio. Neno lako la mwisho Bi Msafwari, kwa yule mama anasema kwamba leo naenda kumwambia mume wangu. Ushaona mtu ameenda katika kituo cha polisi, amekaa nje, anaulizwa una shida gani, asemi, analia kwa sababu anajua alichokifanya nyumbani. Yaani asubiri hata wale watu waje wapige ripoti. Amejipeleka mwenyewe tu kwamba wakija kupiga ripoti msihangaike kunitafuta. Niko hapa. Kwa sababu ni maswala kama hayo. Kwa sababu ujue usaliti hauna. Ngoja, Kimani kutoka Ngong Rashid anasema, hi Rashid, never tell the truth where lies can do better. Anaitwa Kimani. Ni Kimani. Anasema eri mtudanganywe. Eza kuwa na mke wake hapo. Wanasema kila mmoja aende na siri yake kaburini. Bi Msafwari, neno lako la mwisho. Sema kidoona kwamba angavu inampigia chenga. Labda tumpate Miriam kwa neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho ni kwamba leo hii mwanaume unapotaka kuingia katika ndoa, hakikisha kwanza umempima mwanamke ni mjamzito ama si mjamzito, isije kaleta karahi. Lakini pia mwanamke unaingia kwenye ndoa, hakikisha kwamba yani kama una uhusiano mwingine na hujapata ujauzito na unaingia kwenye ndoa, achana na huu uhusiano, anza kusimama kwenye uhusiano wako mwanaume ambaye umekwenda kupima, mmegundua yani mwanamke huna mapungufu na mwanaume huna mapungufu, ili uingie katika ndoa salama. Lakini nachotaka kukimalizia leo hii kwa baadhi ya wanandoa wote, hakuna kitu kinachoumiza kwa mwanamke kama leo hii kushika ujauzito, alafu mwanaume akaja kugundua ujauzito huu sio wa kwake. Kiukweli kabisa unaweza ukamtesa huyu mwanaume mpaka ukamuumiza. Kwa hiyo cha msingi, mwanamke mwenzangu, heshimu misingi ya ndoa ambayo unapaswa kuanza nayo. Mimi ushauri wangu ni mmoja tu. Kama kuna mtu amesaliti, hata asiniambie kwamba mtoto sio wangu, atoke naye tu, waende wanike tu kijikaratasi, atoke ende naye, wanaandike tumeondoka. Kwa ajili ya tumeondoka. Unashikilia sana usaliti, lakini kuna jambo muhimu hasa kwa wanawake. Kuna jambo muhimu kama mtu amesema kwa ajili ya muda, amesema kwamba kwa wale wanaingia katika ndoa lazima waende wafanyiwe test. Hakuna mambo ya test. Hakuna mambo ya test. Hiyo ni wiki mbaya sana. Ni wiki ambayo umeenda kuaga, unaingia kwa ndoa. Eka barua, enda. Kwa heri. Nitakuja soma mimi mwenyewe alafu nitafanya maamuzi yangu baadaye. Kwa heri.